Dunia ina mambo mengi ya kushangaza. Huenda umeshawahi kukutana na visa mbalimbali, lakini sidhani kama ulishawahi kukutana na kisa kama hiki kinachomhusu kijana anayelala kwenye jeneza. Ndiyo, umelisikia kwa ufasaha, analala kwenye jeneza. Kijana huyo amekuwa akilala kwenye jeneza kwa muda mrefu sana. Unaweza ukajiuliza, kipi kimepelekea alale kwenye jeneza? Je, ni imani za kishirikina au ni uamuzi wake? Na usikae mbali ili uweze kujua ni kipi kilichomsibu kijana huyu. Kwenye jumba lote hili anaishi yeye na binti wa kazi, na inapofika asubuhi, binti huyo anakwenda kumwamsha kwa kugonga mara 6 kwenye jeneza lake, na ndipo aamke. Inamchukua dakika 5 mpaka 6 kuamka, hivyo binti huyo inabidi amsubirie hapo mpaka aamke aweze kumpatia chai. Kijana huyo aitwaye Muslim Hamisi, almaarufu anamuita Babu la Bagamoyo, ni mkazi wa Dar es Salaam, na baada ya kusikia hadithi nyingi juu ya maisha yake, tuliamua kufunga safari kumtembelea ili kujionea kwa macho yetu na kusikia kwa masikio yetu wenyewe yale yanayozungumzwa mitaani. Msikilize kwa masikio yako mwenyewe na umtazame kwa macho yako uweze kujua sababu zilizopelekea kijana huyu kulala kwenye jeneza. Bwana, mambo vipi? Bwana safi, habari ya kwenu? Salama kabisa. Ndio, karibuni. Asante. Kwanza kabla ya yote, ningependa ujitambulishe majina yako ili watu ambao wanakutazama sasa hivi waweze kukufahamu. Bwana, mimi naitwa Muslim Hamisi. Kwa jina langu kabisa la kuzaliwa, lakini kutokana na ukuu ambao niliopewa kwenye familia naitwa Babu la Bagamoyo. Mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Bagamoyo mzee. Bagamoyo? Mimi. Sasa kuna watu ambao wanakutazama sasa hivi tunahitaji tufahamu zaidi kuhusu familia yako. Una mke, watoto, vipi kuhusu wazazi? Ungetupa historia kidogo kuhusu familia yako? Hapana, mimi sina mke wala sina mtoto. Na hapa kwangu siishi na familia yoyote zaidi ya dada tu wa kazi. Kwa nini una mke? Ni kweli watu wengi wanajiuliza kwa sababu gani sina mke, lakini kikubwa kwamba mimi mwenyewe sijaamua tu kuwa na mke, kwa sababu uwezo upo wa kuoa, kwamba mwanamke anaweza akala akaenjoy maisha mazuri, lakini ni kuna mambo tu ambayo yameingiliana juu ya maisha yangu, kwa hiyo ndio anafanya mpaka sasa kwanza nisitafute mwanamke. Basi sasa, na wazazi wako? Wazazi wangu wapo, baadhi yupo, mwingine hayupo, lakini mzazi wangu pia hayupo hapa nilipo. Mzazi wangu yeye yuko Bagamoyo kabisa. Yuko kwenye mjengo mwingine ambao anaishi huko. La mimi niko Dar es Salaam, ndo makazi yangu. Unajua, kwa mara ya kwanza niliposikia kuhusu habari zako ilinishtua kidogo, na nikaambiwa kuna uwezekano wa mimi kukufuata tukakaa chini tukaongea, lakini mimi binafsi nilijawa na uoga kwa sababu ya habari ambazo nimepewa kuhusu wewe. Ni kitu ambacho sijawahi kukutana nacho wala kusikia sehemu yoyote, lakini mpaka nimekutafuta najua utakuwa unafahamu kabisa ni kitu gani ambacho kimenifanya mimi nikutafute. Ni kweli. Kutokana na maisha yako unavyoishi, unalala kwenye jeneza. Kitanda unacho lakini haulali kwenye kitanda, unalala kwenye jeneza. Unaweza ukatupa historia fupi, au unaweza ukatuambia ni kwa nini umeamua kununua jeneza na kulala? Hiyo ni story ndefu. Unajua kila mtu ana mamlaka yake na kila mtu ana uwezo wake. Si umenielewa? Kwa hiyo kwa uwezo ambao niliokuwa nao mimi, niliopewa na wazee wangu, na ndio maana leo unaona nalala kwenye jeneza. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Mimi ni kijana mdogo, lakini naitwa Babu la Bagamoyo. Umeshanielewa? Kitu cha kwanza, huwezi kuniona mimi bila kutembea na fimbo. Ujanja wangu, akili zangu, pesa zangu, akili zangu zote unazoziona zinamilikiwa na hii fimbo. Kwa bila hii fimbo mimi siwezi kufanya chochote. Hiyo fimbo ina maajabu gani? Hii fimbo siwezi kusema ina maajabu, ila mimi inanisaidia. Hii fimbo sio kwa ajili ya maajabu. Hii mimi inanisaidia kutokana na kazi zangu.
kama vitu gani ambavyo vinakusaidia kwenye shughuli yako? Ya, ni vitu vingi mzee. Mimi nina maana na kazi nyingi. Yaani kama unavyoiona hii fimbo hapa, yaani sio swala dogo. Sema kwa sababu wewe utaiangalia kwa jicho la kwako wewe, utaiona kama fimbo au kama urembo, lakini mimi ndio najua huyu ni nani. Sio, umenielewa? Huyu ni mtu ambaye ananisaidia mimi kwenye mamlaka yangu ya kazi zangu. Sawa? Na ndio maana kwamba nikasema kwamba nitawapa histori kwa ufupi kutokana na mimi jinsi nilivyo. Na kwa nini watu wakaniita babu la Bagamoyo, na kwa nini nalala kwenye jeneza. Unajua kila mali ina masharti yake, na kila kitu ambacho kinachoendelea kina mambo yake. Sio kama mimi sipendi kuishi na familia. Watu wengi sana wanajaji hicho kitu, kwa nini mimi siishi na familia. Kipindi kilichopita mimi nilikuwa nataka nioe, na mwanamke nilishampata. Baada ya kuniona nilimpenda, tulikutana tu kwenye kumbi za starehe. Mimi huaga natoka mara moja sana, lakini huaga natoka. Kwa wakati natoka tukakutana na mwanamke nikampenda, na yeye akanielewa. Kwa bahati nzuri nikamleta mpaka nyumbani, lakini tulikuwa hatukuzungumza. Tulikaa tu maeneo ya nje, tukawa tunazungumza. Lakini unajua unapotaka kufunga ndoa na mwanamke lazima kwanza umwambie wewe jinsi ulivyo. Kwa baada ya kumuelezea, bwana mimi nahitaji mwanamke na sihitaji kuzini. Mimi siwezi kuzini mzee. Yaani hata wewe siwezi kutafuta mwanamke nikaingiza ndani nikafanya naye tu kitu bila hata kumuoa, hapana. Wakati vijana wengi Hapana, hiyo ni miko ambayo mimi naishi nayo. Siwezi kufanya huo uchafu. Yaani kwenye maisha yangu sifanye uchafu, kwa sababu mimi unavyoniona hapa ninao uwezo wa kumsaidia mtu. Kama anaumwa na akakaa sawa, kama anataka kitu fulani, labda kwa mfano uwezo wa kifedha, na uwezo kumsaidia pia akafanikisha hilo jambo la kifedha. Sio, umenielewa? Sio kumpa, mimi najua nafanya nini juu yake, ili mradi akae sawa. Kwa hiyo nikamwambia yule mwanamke, bwana kikubwa mimi na wewe endapo kama ukikubali tukifunga ndoa, nikikuoa mimi nalala kwenye jeneza. Kwa hiyo na wewe itabidi kunilia jeneza lako. Yule mwanamke akasema hapana, hiyo ndoa mimi siwezi. Sio, umenielewa? Kwa hiyo mwisho wa siku hilo ni jambo la kwanza, akakataa. Nikamwambia basi sawa, kwa sababu umeshasema hivyo haiwezekani, basi mimi nadhani tumeshindwana. Nikajaribu kumpa vishawishi vingi, bwana tulia tufanye maisha, lakini swala la kulala kwenye jeneza wanawake wengi huwa wanaliogopa. Lakini unajua hawajui nini maana ya jeneza. Sasa kama yeye alikuwa anaogopa kulala kwenye jeneza peke yake, kwa nini hujamshauri ulale naye kwenye jeneza moja? Ni swala lisilowezekana. Yaani kulala kwenye jeneza moja haiwezekani. Kwa nini? Hakuna marehemu wawili wanaozikwa sehemu moja. Kila marehemu atazikwa peke yake, ndugu yangu. Kwa hiyo wewe kitendo cha kulala pale ni sasa umezikwa. Yaani labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Siku zote mtu aliyekufa yaani hawezi akapewa mikosi. Mtu aliyekufa hawezi akalogwa. Mtu aliyekufa hawezi akachukiwa na mtu yoyote. Kwa mimi unavyoona sina chuki na mtu yoyote, na anapendwa na watu wote. Yaani ni sawa na mtoto mchanga, anapendwa na kila mtu. Inamaanisha kwamba mimi kulala kwenye jeneza unavyoniona kwamba maisha yangu, uwezo ukasema kwamba eti babu la Bagamoyo nikamtupie mikosi. Unajisumbua. Sio, umenielewa? Babu la Bagamoyo nimtupie labda jini ili nimfirishe biashara zake, unajisumbua. Labda nikwambie kitu kimoja. Hapa tunazungumza kiufupi. Siku moja nitawapeleka baharini tukazungumza vizuri. Mimi masafa yangu, stori zangu nyingi huwa zinapatikana baharini. Ndio huwa nikitulia huko, nakaa na watu wangu, tunazungumza, tunaenjoy. Lakini kwamba tukisema tunaweza tukaenjoy nyumbani tukazungumza vizuri, itakuwa ni uongo, kwa sababu hapa nyumbani kwenyewe mimi niko na dada wa kazi. Dada wa kazi mwenyewe mimi sina mazoea naye. Akifika tu chumbani kwangu ni kuniletea chakula, akimaliza anaondoka. Sio, umenielewa? Kwa hiyo inamaanisha mimi sina mazoea na mtu yoyote. Nikitoka tu mara moja, nimetoka nimerudi. Kwenye jeneza, kabla tujaenda kuona namna unavyotumia jeneza lako, tunataka tufahamu unalala kwa mtindo gani, labda unalifunika ama unaliacha wazi? Mimi ninapoingia kwenye jeneza mzee, ninapolala lazima nijifunike. Naingia kwenye jeneza langu najifunika, inamaanisha nalala na anapata upepo mzuri na ana enjoy. Mimi maisha kwenye jeneza na enjoy.
laiti kama wewe ungefahamu au wengine wangefahamu, ulimwengu ungejua nini maana ya kulala kwenye jeneza, mngeenjoy sana. Ni maisha mazuri sana. Kwa kawaida, labda nikwambie, kwa kawaida binadamu anapokufa anakuwa amesahau kila kitu. Kwa hiyo inamaanisha pale anakuwa anaenjoy maisha mengine. Kwa hiyo mimi nikiingia mule nikilala, nalala vizuri na kuwa kwenye ulimwengu mwingine. Kwa hiyo mtu anapokuja kuniamsha, kwanza hawezi kuja kuniamsha kwa kuniita, lazima aniamshe kwa kunigongea. Atanigongea mara ya 3, mara 1 2 3, atanigongea tena 1 2 3 mara 6. Baada ya kama dakika 5 nitaamka. Yaani siwezi nikalala usingizi wa kupitiliza. Okay. Nitaamka na hakuna maongezi zaidi ya salamu. Kama kaniletea chakula nitakula. Chumbani kwangu haingii mtu mwingine yoyote zaidi ya dada wa kazi. Hakuna. Na wageni wako wengine ambao wanaokuja hapa kwangu? Wageni wengine wanaokuja hapa wanafahamu kama unalala kwenye jeneza, rafiki zako? Hilo swala hawalijui mzee. Hilo swala ni zito. Unajua, labda nikwambie kitu kimoja. Sasa hivi tu, yani sasa hivi tu ndo naona ulimwengu unakuja, wanaanza kufahamu, lakini hapo mwanzoni walikuwa hawafahamu. Kwa unataka kuniambia majirani ambao wanajua kuwa unalala na jeneza wanalichukuliaje hilo swala? Kiukweli wanahofu sana, wanaogopa. Wengine wanasema kwamba ni mtu ambaye wa ajabu, wengine wanaweza wakajua labda mimi kwamba ni mchawi, lakini hapana, sio mchawi. Ila kikubwa tu mimi mwenyewe napambania maisha yangu, kwa sababu kila mtu anapambania cha kwake. Sio, umenielewa? Kulala kwenye jeneza sio kwamba kujitabilia ubaya, hapana. Kila mtu anaenjoy maisha anayotaka yeye. Unakuta mtu anajenga ligorofa likubwa, anapolala mzee ni hapa tu. Yaani anapolala ni sehemu ya futi 3. Sasa ya nini? Kwa hiyo mimi kujenga hekalu hili, nikaamua nijinunulie jeneza langu na lala kipande ambacho mimi naweza nikalala. Sio, umenielewa? Na hata kama siku nikifa watu wasipate tabu, wanakuja tu wananifunika naondoka. Kwa ni kitu ambacho kilicho. Sasa watu watajuaje kama umekufa wakati kila siku unalala kwenye jeneza? Kuna dada wa kazi kila siku anakuja kunigongea muda wa kula. Na hapiti muda, anakuja anagonga, akiona kimya anajua atafungua. Lakini kawaida haondoki bila mimi kufungua. Sio, unanielewa? Na ndio maana nikasema kwamba dada wa kazi ana siri nyingi za humu ndani. Ila kikubwa nikamwambia usiogope, kuwa na amani. Hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kukuzuru. Mshahara wako uko pale pale. Nampenda mdada kama wa kazi na heshimiana naye. Sio, umenielewa? Anafanya kazi nzuri. Haijawahi kutokea siku ukawa na matamanio ya kimapenzi naye? Hapana, haijawahi kutokea na haitokuja kutokea, kwa sababu kwanza mimi nilivyo sio mtu wa kutamani wanawake. Sio mtu wa kutamani wanawake. Nikisema kwamba sio mtu wa kutamani wanawake, inamaanisha kwamba mwanamke nikimtaka lazima nizungumze naye ili nimuoe. Sio kwa sababu ya kumchukua ili kuanza kufanya naye kitu, inamaanisha kuanza kitu cha uchafu. Mimi siwezi kufanya kitu kichafu, kwa sababu inatakiwa muda wote niwe safi. Na ndio maana nimekwambia nalala peke yangu, ili hekalu langu ni kubwa lakini niko mwenyewe. Kuna vyumba vingine hapo sijawahi kuvifungua, vina muda mrefu sana. Vina muda mrefu sana sijawahi kuvifungua. Muda gani? Mzee, inafika hata miezi 6 sijawahi kufungua hiyo vyumba. Ni kwa nini? Ni sababu tu ambayo mimi sina sababu za kufungua, kwa sababu kuna vyumba vingine ambao mimi nahifadhia vitu vyangu. Kuna vyumba vingine nahifadhia mali zangu. Kuna vyumba vingine ni kwa ajili labda wageni kama itatokea watakuja. Mimi na ndugu na jamaa na rafiki kama watakuja watakaa. Wenzako wanaongeleaje kuhusu swala la kulala kwenye jeneza? Wanaogopa sana na wana mashaka sana. Muda mwingine wanasema kwamba huyu ameshakuwa mtu wa tofauti, lakini kwamba kikubwa wasiwe na shaka. Mimi ni mtu ambaye tu ni safi na ni mtu salama. Wanasema kwamba bwana mzee, wananiita mzee, kwa nini hatusaidii sio nini na nini? Unajua, kumsaidia mtu sio kila mtu anayeomba kusaidiwa anasaidiwa. Kuna mtu ambaye unamwona kabisa huyu kama mimi naweza nikamsaidia na akashukuru. Unajua, sisi tunapenda kumsaidia mtu akashukuru na sisi pia tukabarikiwa. Sio, umenielewa? Kama umejaliwa upeo, kama nilivyosema, mtu anaumwa unamsaidia. Mzee, hata wewe sikufichi, au mtu mwingine ukiwa na matatizo, unaona kabisa hili tatizo limenishinda, pambana. Kama wewe kijana, vijana, pambaneni. Mkiona hili tatizo limenishinda, wewe njoo. Usiogope.
mimi nitakwambia tu ulale kwenye jeneza siku hiyo moja tu. Ukiamka utafanya mambo yako. Sawa? Okay. Ukilala ukiamka wewe ni mpya. Kulala kwenye jeneza na ukiamka ni mpya. Mimi kila siku ni mpya mzee. Yaani siwezi nikasema kwamba mimi hapa mtu anaweza akaniblock. Hicho kitu sahau. Hakitokuja kutokea kwenye maisha yangu. Sio, umeelewa? Na ndio maana nikasema kwamba niko kwenye ulimwengu wa fimbo, niko kwenye utawala wa fimbo, niko kwenye utawala wa jeneza. Inamaanisha kwamba wewe huwezi kumuua mtu ambaye alishakufa. Huwezi kumloga mtu ambaye alishakufa. Sio, umeelewa? Na ukifa unataka uzikiwe wapi? Mimi nikifa nitazikwa kwenye jeneza langu. Jeneza langu lazima niondoke nalo. Si wanasema kwamba ukijenga nyumba unakufa na iacha. Sasa mimi nimenunua jeneza langu na lalia kwenye jeneza na nitaondoka nalo. Na unazikiwa maeneo gani au mkoa gani? Lazima nipeleke nyumbani Bagamoyo kwenye hekalu langu. Na hekalu. Kuna hekalu lingine kubwa hili dogo. Mimi naita Ngalawa ya Pwani tu hii. Iko hekalu kubwa huko. Sasa nataka kufahamu siku ambayo ulikuwa unaingiza ile jeneza ndani. Majirani walikuwa na wanaona ilikuwaje? Mzee, ilikuwa ni vurugu. Kiukweli siwezi kuzungumza uongo, ila majirani wananizungumzia vibaya sana. Kwa sababu kwa nini wananizungumzia vibaya? Baada walivyoona jeneza linaingia ndani, kwanza walijua kuna msiba, lakini kulikuwa hakuna msiba. Kwa sababu watu wakawa wanajiuliza hakuna msiba, alafu hii nyumba kwa nini mara nyingi inakuwa iko kimya? Yaani zaidi ya dada tu. Unajua mimi mfanyakazi wangu atoki nje, kila kitu kiko stock. Chakula nini matunda huwa analetewa tu matunda sokoni, vyakula vyote vinaletwa pale. Kwa hiyo hatokagi. Kwa ni mara moja sana, yani kutoka nje, labda akiwa anatoa taka tu gari likipita. Si unanielewa? Kwa hiyo mara nyingi huwa hatoki. Kwa hiyo watu wenyewe washamuogopa mpaka huyo dada. Na nimemwambia kitu kimoja kwamba zoea maisha ambayo unayoishi huko ndani. Na udada namlipa milioni 1.5 kwa mwezi. Na huwa analipwa ndani ya tarehe 28 mpaka tarehe 30. Haijawahi kufika tarehe 1. Kuna maswali gani ambayo alishawahi kukuuliza huyo mdada ambao ni magumu? Kuna maswali gani ambayo alishawahi kukuuliza huyo mdada kutokana na hofu yake? Huyu dada kiukweli mara ya kwanza alikuwa na hofu kubwa, tena kubwa sana, kwa sababu ninapozungumza hofu kubwa, kitu cha kwanza kabisa alikuwa na hofu kwamba mimi ni mtu wa design gani. Kwanza alikuwa anajua, kwanza alikuwa anafahamu enda ikawa mimi nikawa labda ni mchawi mkubwa sana. Siku moja akaniuliza, bosi, hebu naomba uniambie kwa nini unalala kwenye jeneza? Mimi naogopa, naomba unitoe wasiwasi. Nikamwambia kuwa na amani. Akaniambia watu wengi wanasema bosi wangu wewe eti ni Freemason, wewe labda unafuga majini humu ndani, au labda wewe enda ikawa labda una miskude. Nikamwambia ya mama, kuwa na amani. Mimi sina chochote ninachofuga zaidi tu ya kujiweka sawa mwenyewe, kwamba kikubwa ili jeneza unaloliona ni nyumba yangu ndo ambaye nitaondoka nayo siku ya mwisho. Kwa kikubwa wewe tu kuwa na amani, fanya kazi, hakikisha mshahara wako unaingia kwenye akaunti. Huyu mfanyakazi mimi nilimfungulia akaunti na nilimwambia kwamba kila baada ya tarehe 28 nitakuwa na kuingizia kiasi chako cha fedha. Sio, umeelewa? Ili yote kumtoa ile hofu. Lakini sasa hivi amezoea. Hata kama mimi nikiwa nimesafiri anaenda chumbani na nalikuta jeneza limefutwa vumbi, safi linawaka muda wote. Kwa hiyo ameshakuwa yuko sawa. Kwa hiyo kwanza napenda endelee kuwepo na napenda niendelee kuwa naye, kwa sababu akiondoka sidhani kama naweza nikapata mtu mwingine wa kuishi naye hapa nyumbani kwangu. Lakini kwa sasa hivi pia na nina changamoto, nahitaji kuoa. Nahitaji mwanamke ambaye mzoefu, kwa sababu chumbani kwangu nisingependa pia, kwa sababu kila siku zinapozidi kwenda nahitaji na mimi pia niendelee kuwa mtu mkubwa, niendelee kuwa na power kubwa, kwa sababu ninapokuwa na power kubwa naendelea kuwa ni mtu ambaye ni tofauti. Kwa natamani nipate mke wangu ili huyu dada wa kazi asiwe anaingia chumbani kwangu, kwa sababu chumbani kwangu pia kunataka kuwe na mipaka. Japokuwa sasa hivi nimemwekea mipaka ya kuingia, lakini pia inatakiwa kuna mipaka zaidi. Ila sasa kitu kikubwa, siku moja nataka twende baharini tukazungumze vizuri na mpate kujua
kwamba ili jeneza nililitoa wapi na ni nani aliyenikabidhi, na nitawapeleka mpaka kwenye hekalu langu Bagamoyo, mkalione, mkaone wazee wangu kijijini kwamba hao walionikabidhi na huu ufalme wa fimbo, na mpaka leo naitwa Babu la Bagamoyo. Kuna watu gani ambao walishawahi kuwasaidia kutokana na uwezo uliokuwa nao? Unasema unawasaidia watu wengi sana. Watu gani ambao walishawahi kusaidia watu? Watu wengi sana, na endapo kama watapoiona interview watashangaa, ila nisingependa kutaja majina kwa sababu sitaki kutaja majina la mtu. Nikitaja jina la mtu inamaanisha ni tatizo. Unajua jeneza linaogopesha. Kwa mtu akionekana kwamba alikuwa anaumwa, alafu nikamsaidia mimi, akaja akakaa kwenye, akalala kwenye jeneza, akaamka, nikamfanyia akakaa sawa. Sio, umeelewa? Kwa hilo ni tatizo, na siwezi kuzungumza kwamba ni mtu fulani au ni mtu fulani, ila mtu ambaye atakayeona interview anajua kabisa kwamba mzee mimi ndo alinisaidia. Sio, umeelewa? Na hata wewe pia utakapokuja kwangu, kama nikikubali, kwa sababu mimi siwezi nikakwambia uingie kwenye jeneza utatoka utapona, hapana. Lazima niongee na wazee wangu. Utakaponiambia, utakaponifuata, lazima nitaongea na wazee wangu, wataniambia bwana huyu yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi. Sio mimi nimepewa mamlaka. Sio, umeelewa? Kwa hiyo mimi nitakapoambiwa bwana huyu yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, inatakiwa afanyiwe hivi, afanyiwe hivi, aje ingie, atoke, atapona na utapona. Sio, umeelewa? Hakuna kitu ambacho kinashindikana kwenye hii dunia ya Mungu. Sahau, hakuna. Sio, umeelewa? Kwenye hii dunia ya Mungu hakuna kitu ambacho kinashindikana, hata kitu kimoja. Kila kitu kinawezekana. Sio, umeelewa? Sisi wanadamu wote tuliumbwa, kila mtu ana nuru ya utajiri, kila mtu ana nuru ya muonekano, ila wenyewe kwa wenyewe tunachafuana. Kwa hiyo hata mimi pia msinilaumu kulala kwenye jeneza, ikawa hata msingenijua. Sio, umeelewa? Na ndio maana nikasema ninazungumza machache kutokana hapa nilipo. Unamiliki vitu gani? Mzee, nikisema na miliki, unahitaji kufahamu mali zako na miliki nini? Mimi siwezi kusema kwamba mali zangu zote, kwa sababu siko hapa kwa ajili ya matangazo kutangaza mali zangu. Sio, mnanielewa? Mimi niko hapa kwa ajili tu kwa sababu kuweka heshima kwenye media zenu, kwa sababu kikubwa mlichokifuata hapa mnataka tu kujua kama kweli mimi nalala kwenye jeneza ama silali. Sio, mnanielewa? Mali zangu kiufupi, mali zangu mimi, hii hekalu ni la kwangu, la kwanza. Hekalu la pili liko Bagamoyo. Sio, mnanielewa? Hekalu la tatu liko baharini. Nitawaonyesha, lakini sio kwa ghafla. Kwanza tutafanya mazungumzo, tukiendelea kufanya mazungumzo nitawaonyesha. Na mpaka nikikupeleka huko inamaanisha ushakuwa rafiki yangu mkubwa sana. Sio, umeelewa? Tunaweza tukafahamu nani alikupatia jeneza? Jeneza? Ai, mnachimbua sana. Mbona mnataka kujua mambo mengi? Tutapata tabu. Ili jeneza bwana, hamwezi kujua nani alionipa. Ila kikubwa mimi sikununua jeneza. Mimi huwa sinunui. Jeneza mimi sinunui. Mimi napewa. Jeneza napewa kwa sababu kuna vyumba nimekwambia sifungui. Na mimi nilikwambia kwa naongozwa na watu. Sio, unaelewa? Na nadhani hilo swala nilishaambia kwa naongozwa na watu, kwa hiyo mimi naambiwa tu. Sasa hivi nataka ulale kwenye jeneza. Sasa hivi nataka upate fimbo. Sasa hivi natakiwa usaidie watu. Kuna watu ambao wanasonona, hawana kitu. Kuna watu wanasonona, wanaumwa. Sio, umeshanielewa? Kikubwa tu kinachohitajika kwamba utoe sadaka. Mimi sadaka yangu ni kukusaidia wewe. Ukipona, ukiniombea. Kwa wale watu ambao wananiombea mabaya, mimi nalala kwenye jeneza kwa sababu labda nakufuru Mungu au nafanya vitu vichafu. Watu wanaona labda mimi ni mtu fulani ambao nafanya vitu vya ajabu. Kwa wale yale maombi yao yanakuwa yanarunda kupitia mimi ninachokusaidia wewe. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kwenye upande wa mali, mimi nina mali nyingi, ila siwezi nikasema mali gani, kwa sababu mimi unavyoona sina familia, na mimi pia natamani sana kuwa na familia. Sio, umeelewa? Na natamani kuwa na familia, natamani kuwa na mke, natamani kuwa na watoto, ili mradi watoto wangu waje walisi mali. Sawa? Lakini naamini nitapata. Nikimpata mwanamke ambaye mjasiri kama mimi, basi nitaishi naye. Na sitaki mwanamke muoga, kwa sababu kuna vitu ambavyo nitamuonyesha inabidi avizoee. Ili umiliki hela inatakiwa uwe jasiri. Ili umiliki mali inatakiwa uwe mtu ambaye mwenye siri. Kwa hiyo wewe sababu ya kulala kwenye jeneza ni sababu ya mali? Ni sababu ya mali. Nikisema sababu ya mali peke yake nitakuwa nakudanganya. Ni sababu ya uwezo wa mamlaka yangu mimi, ili kuwa na amani na dunia yangu ninayoishi.
Si umeelewa? Dunia yangu ina mambo mengi, au dunia yetu ina mambo mengi. Na mimi kulala kwenye jeneza nishakwambia niko kwenye dunia nyingine, na dunia nyingine niliyokuwa nayo naipenda. Hata wewe pia kama ungepata nafasi ya kuiona ungeipenda, au ungepata nafasi ya kuijua, lakini kutokana kila mtu na mamlaka yake. Sio, unanielewa? Kuna watu wanatamani kuwa kama mimi na kuna watu wanatamani wasiwe kama mimi. Kwa mimi ninachokiomba kwa Mungu, namshukuru afya ipo. Kwa hapa mimi natafuta pesa. Sio, umeelewa? Na ninachoshukuru kwamba pesa ipo, japokuwa sio ya kusema labda kujisifu mimi nina hela, hapana, ila pesa ambayo ya kuishi mimi kama mimi ninayo, na uwezo wa kusapoti mtu pia ninao, ila sio kila mtu wa kumsapoti. Kama endapo nikiona wewe unapaswa kabisa usapotiwe, sio, umeelewa? Pesa pia naye zina mipaka yake, na kumsapoti mtu pia naye kuna mipaka yake, sio, umeelewa? Mtu ambaye asijiweza kabisa imefikia mwisho, sawa? Sikupenda mimi, na mimi sikupenda kabisa waandishi wa habari nyumbani kwangu. Kweli uliniambia the first time nakupigia simu kaniambia hauhitaji kufanya mahojiano ya aina yoyote. Unaweza ukatuambia siri yoyote ambayo ipo kwenye jeneza ambayo wewe haukuwahi kumwambia mtu yoyote? Sasa si ni ndugu zako, vijana wako tumekuja kufahamu. Kwa sababu ulichokuwa na hide mwanzo ni kwamba watu wengi walikuwa wajui kama unalala kwenye jeneza. Tunapofanya interview watu wengi wataona unalala kwenye jeneza. Kwa unaweza kutuambia siri nyingine ambazo sisi hatuzifahamu juu ya jeneza? Labda niwaambieni kitu kimoja. Kuna maisha ya kufake na kuna maisha ya original. Nikisema kwamba niwaambie kwamba kuna siri ambayo iliyokuwa kwenye jeneza, nitakuwa na wadanganya, kwa sababu nitakuwa navuka mipaka ambayo mimi sikuruhusiwa. Sio, umeelewa? Hichi ninachokifanya, yani kabla wewe ukinipigia simu, yani baada wewe ukinipigia simu, bwana mzee, bwana hivi na hivi, uko wapi? Niko sehemu fulani, tunaomba tuje tufanye mahojiano na wewe. Mimi usiku nalitoa taarifa, usifanye interview au fanya interview. Kwa wanafanya, siwezi jua wao wanataka nifanye interview sababu ya kusaidia watu waone wenye shida zao, au nisifanye interview sababu ya kuonekana mimi kama vile labda najionyesha. Kwa hiyo siwezi jua. Kwa hiyo kila kitu ambacho kinachotokea mimi lazima niruhusiwe kwanza. Kwa hiyo siwezi nikakwambia kwamba kitu gani ambacho kwenye jeneza kuna siri gani kubwa ambayo ilipo, ila nikwambie jeneza ni dunia nyingine. Mimi nasikia raha, najivunia kumiliki jeneza ndani kwangu, najivunia kulala kwenye jeneza. Kuna kitanda chumbani kwangu? Kitanda kipo, lakini sijawahi kulalia kitanda. Mimi kitanda huwa nakikanyaga tunaingia kwenye jeneza. Kitanda kiko chini, jeneza langu liko juu. Kwa hiyo jeneza liko juu ya kitanda? Ya. Utaliona. Ni kwa nini ulinunua kitanda sasa? Kitanda nilinunua kwa sababu jeneza siwezi kuliweka chini. Jeneza ninapoweka chini na maanisha mtu tayari ameshakufa. Mimi mzima. Ile ni starehe, kitanda juu ya kitanda. Tumeshawahi kukutana na wazee fulani ambao tunafanya nao mahojiano, ambao wamejitengenezea mazingira wao baada ya kufa wazikiwe wapi, kujinunulia jeneza, kujichimbia kaburi. Unaweza ukaongea chochote juu ya hilo swala? Unajua nikwambie kitu kimoja, wazee kama hao wanaofanya hivyo wapo, na wakiufia wazee kwamba wana mali, alafu unakuta wana watoto, lakini pia wana mashaka ende ikawa anaweza akafa alafu akazikwa bila jeneza, au la anaweza asizikwe kwenye jeneza ambayo yeye analipenda. Kwa hiyo anaona mapema kabla hajaenda mbele za haki akanunua jeneza lake analipenda, siku akifa akafe nalo. Hawafanyi vibaya, wanafanya vizuri kabisa, kwa sababu kila mtu anajiandalia maisha yake. Hata wewe hapo ulipo pia una ndoto zako, una mipango yako, unajiandalia maisha yako ya baadaye. Yaani ukiona mpaka umekaa mkanunua mavyombo kama haya yanakuja nyumbani kwangu, mnakuja na usafiri yenu, mnalipa pesa, mnatia mafuta, mnakuja kwangu, siwalipi kufuata tu habari. Ukiona hivyo kwamba mnataka watu muwafikishie habari, sio, umeelewa? Kwa hiyo kila mtu ana mipango yake, kama nyinyi jinsi mlivyojiseti, na ndo watu wanapojiseti hivyo. Hawafanyi vibaya. Mimi simlaumu mtu akijinunulia jeneza. Kwa nini wewe unajenga nyumba? Tuseme kwamba unaogopa maisha. Nyumba zipo za kupanga mjini kibao, sio, unanielewa? Lakini kwa nini unajenga nyumba? Ukiona tuseme kwamba wewe una hela kodi, unaogopa kesho unakuwa na hela utatolewa nje.
Kwa hiyo ni kitu ambacho kila mtu na maamuzi yake, na usije ukamlaumu mtu maamuzi yake yeye aloyaamua ukajiona una akili nyingi kuliko hata yeye, si umeelewa? Na usije ukamdharau mtu kwa sababu hujui kesho yako. Na jeneza lako lina sehemu ngapi za kukaa kwenye nyumba yako? Ni kitandani tu peke yake au na? Jeneza langu mimi lina sehemu 2 tu za kukaa. Kuna sehemu nimelitengenezea kama korido na kuna chumbani tu ndipo linapokaa. Huwa linatolewa. Nitakapotaka kulitoa kuna vijana huwa wanalitoa. Ni vitu gani ambavyo unavipenda? Mimi kitu ambacho nakipenda kwenye dunia hii ila vingine huvifahamu. Na nikisema nikwambie hutovijua. Na ndio maana nikasema kwamba kila mtu anaishi kwenye maisha yake. Unajua maisha ambayo ninayoishi mimi na wewe ni tofauti. So umeelewa? Kwa na maisha wewe unayoishi na ya kwangu yako tofauti kabisa. Kwa hiyo na ndio maana nikasema kwamba kila mtu ana raha ya maisha yake na kila mtu ana mamlaka na maisha yake. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba mimi kulala kwenye jeneza ni moja ya furaha kwenye maisha yangu. Yaani mimi leo hii ni ukisema nisilale kwenye jeneza, naona ni heri tu niende nikatangulie mbele za haki kuliko kubaki duniani. So umeelewa? Kwa sababu mimi nilikotoka ndo napajua na mpaka nilipo ndo napajua. Najua nafanya kitu gani. Kwamba kikubwa si mzuru mtu, nafanya mambo yangu mwenyewe, naishi vizuri, nakula vizuri, na usafiri wa kutembelea na hekalu la kwanza, la pili, na biashara zinaendelea. Kwa hiyo naweza kumsaidia mtu, kuna vitu ambavyo vinakaa vinanisaidia. Mzee, kila mtu hata kwenye familia ukihangaika sana utaambiwa nenda kwenye mizimu yenu. Kaombe ikusaidie kitu fulani. Kwa hiyo sio kila mzimu pia utakusaidia. Kuna mizimu mingine unaomba pia na haikujibu. Sio umeelewa? Kuna watu wanadiliki kufanya vitu tofauti, wanaua, wanafanya hivi, hapana. Yaani vitu kama hivyo pia nao siwezi nikawalaumu kwa sababu kila mtu anafanya kile kitu ambacho anakiona kwa kiko sahihi. Sio umeelewa? Lakini kikubwa kwamba ni kupambana, maisha yapo na maisha yanawezekana, hakuna kitu ambacho kinashindikana. Kwenye hii dunia hakuna kitu ambacho kinashindikana, kila kitu ni chepesi tu. Kwa sababu hata mimi pia sikujua kama leo nitaitwa Babu la Bagamoyo. Lakini leo naitwa Babu la Bagamoyo na ni kijana mdogo, naishi safi, ila sina tu mazoea na watu. So umeelewa? Nikitoka, nikirudi ni hivyo. Tutahitaji kupata nafasi ya kuweza kuongea na majirani zako hata wawili, sio kama unaweza kuturuhusu. Majirani zangu mtazungumza nao. Uzuri kwamba mimi sije kumkosea mtu. Uzuri wake majirani zangu sije kuwakosea. Naishi nao tu vizuri, japokuwa hatuna maongezi ya mara kwa mara. Mimi nikitoka mbona nasalimia tu vizuri na tunasalimia, ila tu watu wana hofu baada ya kuambiwa mimi nalala kwenye jeneza, baada ya kusikia mimi nalala kwenye jeneza. Ulishawahi kuongea na jirani yako yoyote? Hapana, sije kuzungumza na jirani yangu yote kuhusiana na masuala yangu mimi kwa sababu sina mazoea ya kuzungumza na mtu. Mimi nikitoka, unajua nikwambie kitu kimoja, hapa mjini haya manyumba yenye mageti yanatuweka limit kwani kuendelea kuongea na watu wengine. So umeelewa? Na siku zote nyumba ukiona lina geti mjini unaogopa hata kugonga kwamba ende kawa anaweza kwa security au labda ukaitoa mwizi. So umeelewa? Lakini mimi siko hivyo. Mimi ukigonga na kufungulia na kusikiliza, mimi mtu wote namsikiliza. Mtu yoyote namsikiliza anachosema. Sidharau mimi maono ya mtu na sidharau ushauri wa mtu. Mimi nasikiliza kwa sababu mpaka hapa nimefika, niliambiwa fanya hivi, nikafanya mpaka ikawa. Kama una neno lolote la kutuambia, kitu chochote ambacho ungependa utushirikishe tukifahamu ambacho hatuja kuuliza kuhusu jeneza, kuhusu maisha yako, karibu. Niwaambie kitu kimoja kuhusiana na swala la jeneza, lina vitu vingi. Jeneza lina vitu vingi na ni vikubwa na ni vya kusisimua. Na nikisema wote niwaambie inamaanisha kwamba tutaushangaza ulimwengu. Na wengine pia ambao wanaotamani kuja kunioji hichi kitu sitoweza kuzungumza ya mambo. Ndio maana nikasema kila siku zinapozidi kwenda nitawaita twende baharini tukazungumza vizuri. Kwa unatuahidi kwa kuna siku tutaenda kuzungumza? Kuna siku tutazungumza bahari. Tutakaa vizuri, tutazungumza, lakini sio kwa ghafla kwa sababu kama nimeweza kuwakaribisha hapa nyumbani kwangu kwenye hekalu langu basi nitawakaribisha. Tuliweza kupata nafasi ya kuongea na rafiki yake wa karibu, naye ana haya ya kusema. Kwa jina naitwa Shadrack, ni mkazi wa Mbezi Beach na naishi huko. Katika hali ya mizunguko ya kutafuta maisha nilikutana na ndugu yangu Babu la Bagamoyo. Huyu mwanangu nilitokea kuelewana naye sana. Tumefanya business
baadhi na mpaka tukafikia kuwa marafiki. Basi tumetokeana kuaminiana, yalofanyika yamefanyika. Sasa kadri siku zinazozidi kwenda, nikawa nasikia mambo fulani hivi kama mtaani hivi. Bwana yule rafiki yako anaonekana kuna mambo anayefanya sio mazuri, mara havieleweki. Basi mimi nikawa nayasikia ile maneno afu nikawa nayapuuzia. Mwisho wa siku tukawa tumeenda sehemu moja hivi Juliana pale. Tumekaa pale, tumekunywa, tumekula fresh. Sasa akanambia bwana tuanze tukidimbwi. Basi tulifika mpaka pale. Kufika mpaka pale tukakutana, alikuwa na marafiki zake pale. Tumeenda tukazidi kusogea tu. Tulisogea mpaka tukafika sehemu moja hivi katikati hapo, wapi hapo, Masaki pale, samaki pale. Tumekaa pale muda ukawa umeenda sana sasa pale. Basi pale aliwapeleka marafiki zake tukiwa wote pale, na mimi kuona muda umeenda sasa hivi, nikaona nisirudi nyumbani kwa sababu Mbezi Beach kwa kule tulipofikia kule kulikuwa na kamwendo kidogo, afu mimi sikuwa na usafiri. Nikamwambia mwanangu kama vipi, twende tukapumzike tu home kwako. Basi mshikaji nilipomwambia hivyo akawa kama akasita fulani hivi. Kwa hiyo mimi sikuelewa ni nini. Sasa pale nikawa napata picha na mambo anayesikia mtaani kwamba mara mshikaji sijui kama mchawi, mshikaji mara analala kwenye jeneza. Mimi nikawa naona tu kama hadithi za mtaani hizi. Kwa hiyo nikawa sijazitilia manane. Hasa siku nilipomwambia hivyo, naona mshikaji kweli kawa mzito, kawa mgumu. Baada ya hapo mshikaji alipokuwa mzito kunikubalia kwenda kulala kwake, akanambia twende kwanza sehemu kwanza. Tulipofika sehemu pale akanambia sasa sikia, ngoja hapa nikuchukulia room, mimi naenda kuchukua shemeji yako na mimi nakuja kuchukua room hapa. Kwa hiyo usijali, tutalala hapa. Basi mimi siku sita la nini, alinichukulia room nikalala pale, akanambia ngoja nikamchukua shemeji yako na kuja. Baada hapo mimi sikumuona tena na hajatokea mpaka kesho yake asubuhi. Ilipofika saa 4 asubuhi nilimtafuta hewani. Kumtafuta hewani akanambia yuko nyumbani ndo anataka kutoka, kwa hiyo tutaonana muda sio mrefu. Baada ya hapo mimi nilitoka pale, muda wangu ushaisha hapo, nikatoka nikarudi mimi moja kwa moja mpaka nyumbani. Nimefika nyumbani pale kuja kumtafuta. Kwanza kabla sijatoka pale nilikutana na mwanangu mmoja ambaye tulikutana Juliana. Akanambia hivi, wewe yule rafiki yako hivi unamjua vizuri kabisa? Nikamwambia yule mimi namjua, ni mwanangu fresh, anashafanya naye biashara kibao. Nikamuuliza kwa nini ananiuliza hivi? Ndio akaanza kunielezea kwamba bwana yule rafiki yako kwanza maisha yake hatuelewi, inasemekana analala kwenye jeneza. Kitu kama hicho kwa mtu kuambiwa kauli kama hiyo, unaweza kuona tu kama ni story tu, kama mtu kaamua kupitisha story hiyo iende, maisha mengine yaendelee. Mimi niliamua kama kumpuuzia tu, nikamwambia hebu acha masiara bwana. Akaniambia ni kweli, wewe kama uamini nenda kwake kama atakukubalia. Mimi nikikumbuka jana alivonizugazuga baada ya kumwambia bwana twende tukalale tu kwako. Yaani alivonizugazuga sikumuelewa vizuri. Naona ananiambia hivyo, kwa hiyo inakuwa kama napata picha fulani hivi. Kweli bana. Baada hapo nikaja nikamtafuta, akanambia nakuja. Alikuja mpaka maeneo ya Sinza pale, tukakutana Sinza pale. Kutana Sinza pale sasa nikimcheki mshikaji pale, na mwana mshikaji mbona fresh tu, na hizi habari ninazosikia vipi ni za kweli? Najiuliza mwenyewe sipati majibu. Najiuliza sana. Yaani wewe kama wewe unalichukuliaje ile swala la ndugu yako kulala au rafiki yako kulala kwenye jeneza? Unaona liongelea vipi? Yaani mimi kama mimi, yaani kiukweli kwanza hicho kitu sio cha kuamini kirahisi kama hivyo, lakini hivi unajua mimi mpaka leo bado sijampatia majibu, afu ndo maisha yake, yaani maisha yake ndio kashazoea hivyo yani. Kwa hiyo
sijajua ni lengo ni nini na ni kwa nini. Kwa hivyo ila yani ni fresh tu, mambo yake yanaenda na kashazoea ndo maisha yake. Yeah. Unaona lipi la kumwambia akija hapo, na kipi cha kumwambia? Unajua mimi nishaongea naye sana, na kadri ninavyomgusia habari hizo za kulala kwenye jeneza huwa sipati majibu ya kueleweka. Ni mtu wa kufunika tu na kuanzisha stories zingine. Ya kiukweli mimi sipendezwi kabisa na ile tabia yake, kwa kiasi kwamba yani mpaka hata mimi mwenyewe, kwa sababu mimi ni rafiki yangu. Sababu ambazo alishakuambia za juu kuhusu kulala kwenye jeneza ni zipi? Alikwambia kwa nini? Mimi anapenda maisha yake aloamua. Baada ya kuniuliza, baada ya mimi kumuuliza sababu kuu ya kufanya mpaka alale mazingira kama yale ya nini, mimi jibu alonijibu tu ni kwamba ndo maisha yangu, niliambiwa kila mtu ana life freestyle yake la kuishi. Kama una kitu chochote cha kumwambia au chochote cha kuongea ambacho hatujakuuliza, ni ongea chochote. Kingine tu cha kumwambia au cha kumsisitiza au na nitakachojitahidi, kwa sababu yule ni rafiki yangu, kwa hii hali anayoishi nayo kwa sasa hivi au kwa muda huu na maisha yote, yani yule rafiki yangu yani ndo maisha yake. Kwa hiyo ananipa picha mbaya hata mimi mwenyewe, yani hata kwa mtaani ni picha mbaya mpaka kwa mwenyewe natazama. Yani mtu anakutazama vibaya na kutafsiri vibaya. Anaweza akakuona mchawi, mwanga, au kama mufu tayari ushakufa, ile unaishi unaonekana kwa kivuli. Kwa hiyo najitahidi na nitajitahidi kumsisitiza au kwenye muonekano, yani aishi kwenye maisha kama maisha ya watu wengine. Sijui sababu ni nini ya kumfanya iwe hivyo. Hatukuishia hapo, ili tubidi tumtafute mchungaji aweze kuelezea swala hili kiimani zaidi. Naitwa Daniel Thomas, ni mchungaji wa huduma ya Eagle Vision Ministry kutoka wilaya ya Ubungo, Kimara Stopover. Namshukuru Mungu sana kwa siku ya leo kwa kupata nafasi ya kuzungumza na wewe. Katika maisha yetu ya duniani zipo imani nyingi ambazo binadamu ana uhuru wa kuzifuata. Hivi karibuni tumeona yupo mtu ambaye ana imani yake inamtuma yeye ndivyo ambavyo anaona ni sahihi, analala kwenye jeneza. Ni mtu mzima, yuko hai, anapumua, lakini maisha yake ya kawaida tunakuwa naye mitaani, lakini jioni wakati sisi tunaenda kulala kwenye vyumba vyetu na vitanda kama ilivyo kawaida ya binadamu wa kawaida, basi yeye anachukua hatua kwenda kulala kwenye jeneza. Nadhani ipo sababu ya kujifikiria kwa nini mwenzetu alale kwenye jeneza. Mimi nilipopata taarifa hii kama mchungaji, ilinipa ukakasi kidogo kufikiri, na ikapelekea sasa niweze kuelezea hili kwamba maisha yetu kama binadamu tunapaswa kumwabudu Mungu, na Mungu yuko Mungu mmoja, ila miungu iko mingi. So hili jambo linatushangaza wengi, especially katika jamii yetu. Huyu amejiweka wazi, he is transparent, lakini hatufahamu wengi wao wanaishi maisha gani. Kama huyu analala kwenye jeneza na yuko willing, yuko happy, amejiweka wazi na tumemwona. Je, hao wengine ambao hatujui wana maisha gani? Na utakubaliana na mimi kwamba vijana wengi maisha yetu hatujakubali kuwa wavumilivu na kutumia nguvu zetu kutafuta maisha, lakini pia hatuna project plans, mipango ya miradi ya mikakati ambayo itatufanya tuishi maisha mazuri kwa wakati. Kwa wengi wetu tunapenda shortcut ways. Mwenzetu huyu yeye analala, nadhani kuna sababu. Hawezi kulala kwenye jeneza bure. Iko sababu. Kwa hiyo niwaase vijana wenzangu tufanye kazi kwa bidii, tumwamini Mungu na Mungu anaweza. Kwa hiyo hata huyo nadhani ipo haja ya kumuombea ili arudi kwenye nafasi.
Huyo ndiye Muslim Hamisi, kijana anayelala kwenye jeneza. Nadhani umemuona na kumsikia kila anachoongea. Je, mpenzi mtazamaji, una lipi la kuongea juu ya kisa hiki? Tunaomba uweke maoni yako juu ya kisa hiki. Asante kwa kutazama, na hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.